Hi guys, karibuni kwa channel yangu tena. Kwa majina ni Mugesha. So leo nataka nionyeshe jinsi ambavyo tutakata off shoulder ya adabu. Unajua kwa nini naita off shoulder ya adabu? Kwa sababu haijateremka sana kupita mabega, iko na adabu kidogo. So vipimo vyangu ni hivi, na hakikisha umezigawa mara 4. Okay, sasa tunatayarisha vipande vyetu. Hapa naonyesha kuwa na vipande viwili, kimoja cha mbele na kimoja cha nyuma. Hichi cha mbele ukitaka kujua vipimo vyake hivi vipande cha mbele, unachukua mzunguko wako wa kifua, ndo mkubwa kabisa kwa sababu tunakata ile borders. Unachukua mzunguko wako alafu unaongeza inchi 5 za balance au za allowance. Ukishapata hivyo, unachukua kipimo chako cha urefu mpaka pale kwenye kiuno. Sawa, pale ambapo tutakuja tushikanishe ile skati yetu. Ya huyu ilikuwa ni 16. Nakumbuka nimetoa inchi 2 za off shoulder. Sawa, kwa mfano ukitaka kutoa inchi 3, hakikisha hapo juu unatoa inchi 3. Sawa, kama namna hiyo. Au unaweza ukitaka ndogo zaidi pia ufanye inchi 1.5. Unaona penye nimechora ile line pale ya kuanzia, hakikisha uko na line ya kuanzia, alafu nusu inchi inakuwa ya kushikanisha kwenye mabega. Utakoleza ile allowance ya zip. Lakini sasa hakikisha kwanza umeweka alama kwenye zip upande wa nyuma, au nitatoa hiyo ya nyuma nibakie na mbele nisiwachanganye kwanza. Tuanze na mbele. Okay, nitatoa inchi 2 zangu, alafu nianzie kwenye shingo mpaka kwenye nimeanzia kwenye hafu, kwenye waist iko kwenye kiuno, na napiga line yangu pale. Kumbuka kutoka kwa bega mpaka kwenye kiuno. Ya huyu customer wangu nilikuwa natumia nini? 16. Alafu nikatafuta line ya kwapa. Hiyo ni line ya kwapa ambayo nimepiga. Haya, hiyo ni line ya kwenye kifua, kwenye manyonyo. Sawa? Alafu hapo pia ni kwa kiuno. Kwa hivyo unatoka kwa bega mpaka kwa kwapa, kwa bega mpaka kwenye manyonyo, kwa bega mpaka chini ya manyonyo, kwa bega mpaka kwa kiuno. Hizo ni line unatakana kuwa nazo, zinaitwa horizontal lines. Sawa, tukishapata hizo tutakuja tutafute lines za nini? Za wima. Sasa kwanza tuanze najaribu tu kutengeneza hiyo line. Kwa hivyo nitapiga kule na nitapiga kule ndo nitengeneze, nichore line zangu kama namna hiyo mnavyoangalia tu. Kama ninavyosema, sana ukitazama unaelewa zaidi huku ukisikiza. Kama kwa mfano kusikiza hujaelewa, tizama, angalia maandishi kama nitakuwa nimeandika. Sasa najaribu tu kukoleza line zangu, alafu tuendelee. Sasa natafuta line zangu za wima, hapo najaribu kueleza. Hapo nafanya kuandika, pale ni kwa kifua, hapo ni kwa kifua yenye nimeandika kwenye kwapa, kifua, kiuno, alafu nimeweka kwenye chini ya manyonyo. Ukivaa sidiria, pale ambapo ukishika unasikia chuma hivi, hapo ndio chini ya manyonyo iko, au unapata underbust yako. Hapo ndipo tutatumia kuweka dati zetu. Usisahau kutia alama kwenye kifua, kwenye manyonyo na mpaka kwenye kiuno. Tukuje hapo katika line ya kwapa, tutaweka mzunguko wetu wa kifua, tutagawa mara 4, alafu tutaandika chenye tutapata, alafu tutaongeza za kushonea inchi 2. Namna hii tumegawa mara 4. Tutaongeza na inchi 2 za kushonea. Baadaye nadhani sasa hii namalizia kugawa mwanzo mara 4. Nikija kwa kifua, pale kwenye line ya kwapa iko chenye utapata ndio utaweka pale kwa kifua, sababu zote ni sawa. Alafu chini ya manyonyo zile namba utapata ndio utaweka pia mzunguko chini ya manyonyo, alafu kwa kiuno pia mzunguko, alafu tutachora namna hiyo. Hiyo line ambayo tunataka kupata mahali ambapo alama ambayo tutapata kuweka ile tuweke dati zetu. Kwa hivyo tutachukua nipple to nipple ambayo ni titi moja hadi titi lingine. Yangu nilipata ni 8, nikagawa mara 2 nikapata 4, alafu naongeza nusu inchi ya kushonea, ndio hizo nachora. Kwa hivyo nikapata 4.5, nikachora line yangu paka pale kwenye line ya kwapa.
hivyo. Alafu nafanya tu kukoleza line. Natumai imeeleweka. Alafu nachora zile line zetu zilikuwa tumeweka. Unajaribu kufanya curve. Unajua binadamu hajachongeka yuko curved. Tukuje hapo, tutaweka ile namba ambayo tumepata ya manyonyo, tuongeze 1. Alafu tunafaa iunganiwe na pale ambapo naonyesha namna hiyo. Tunajaribu kutengeneza dati ya pale juu kwa off shoulder. Sawa, kunatakana kuwe na dati hapo ndio ishike vizuri. Alafu pale chini ya manyonyo tutaweka inchi 1 kando na inchi 1 kando kama vile ninavyofanya. Sawa? Msichanganyikiwe. Ukifika chini ya manyonyo eka inchi 1 hapo na inchi 1 hapo. Alafu hizo inchi 1 utaziteremsha kwa kiuno. Alafu chini ya kifua utashuka na nusu inchi, alafu utashikanisha namna hiyo. Natumai mnanielewa jamani, msichanganyikiwe. Hiyo ni line ya kifua. Nashuka chini ya line ya kifua na nusu inchi, alafu unaunganisha na ile inchi 1. Tukuje huku juu kwa kifua. Kunatakana hapo kuwe na dati. Ndio ile iweze kushikana hapo kwa kifua, kusikuwe na gap yani kufurafura tunaweza sema. So lazima nizishike. Nikaweka inchi 1 kule kando na inchi 1 kule kando. Kama vile nilivyofanya wapi chini ya manyonyo. Alafu naunganisha line zangu paka pale kwa line ya manyonyo kwa kifua. Kwenye line ya kifua namna hiyo. Haya, angalia tu inchi 1 itotokea namna hiyo. Wewe fuatilia tu. Sawa? Hivyo. Nakoleza line ndio ile mpate kuiona. Naona inchi 1 hapo, inchi 1 hapa. Kule chini ya manyonyo nimeweka inchi 1. Haya, chini kwa kiuno chake sasa, ama ni kwa tumbo whatever, uweke inchi 1, inchi 1. Alafu hizo line uzifanye nini? Uzishikanishe. Unaona vile inakaa. So ukiona umechora yako na umepata kitu kama hii, ujue uko sahihi, uko kwa njia barabara inayofaa. Alafu sasa najaribu kutoa zile sharp, zile line zenye ziko sharp. Unajua binadamu hayuko sharp, yuko curved. Hiyo ndo najaribu kupata. Sasa zile inchi 2 ambazo nimezitumia naziregesha hapo, naziregesha namna hiyo, naziregesha hapa. Sawa, unaona? Nawaeleza tu hapo alafu napima hiyo, naregesha hapo. Alafu nafanya nini? Naziunganisha kwanza. Alafu nikishaziunganisha nitaongezea za kushonea. Hivyo tu. Basi, sasa hapo replace zile dot. Sawa? Ninataka nirudishe sasa, nitaweka za kushonea. Basi. Sasa naweka inchi 2 za kushonea. Sasa nitaweka zote paka huko chini. Nipige line. Tumemalizana na huko, tunakuja huku kwa kifua. Poleni, mwangaza ulikuwa mwingi, sidhani kama mmeona. Sasa nataka kuchora line ya kwapa. Hivyo naonyesha vile ambavyo nitakata. Kwa mfano nataka kukata hivyo ndo nitakata. Lakini sasa nataka nipate ile line ya kwapa. Kumbuka pale tumeweka dati, nimeikunja kana kwamba ile dati naishona. Sawa? Alafu nachukua ile nipple to nipple, nyonyo mpaka nyonyo nyingine nilipata 8, nikagawa mara 2 nikapata 4, nikaongeza 1 nikapata 5. Sasa nahakikisha ile 5 iko pale, nikijaribu kutoa kwa sababu hizo dati tutazitoa. Ninajaribu kuona kama niko na hizo dati. Nikihakikisha kama niko na ngapi? Niko na 5. Basi nitapata 5, nitaongeza na nusu inchi ya kushonea pale kwa kwapa, alafu nitashikanisha paka kwenye ile line ya kwanza. Si kwenye allowance hiyo ya kwanza, alafu nitengeneze curve hivyo. Hiyo nimepata ni nini? Ni kwapa langu. Sasa najaribu kunyosha tu line yangu. Kama hujanielewa tafadhali rudisha tu nyuma video ueleze tena, usikize tena kwa makini. Alafu najaribu kupima mpaka pale nipate ni ngapi. Nadhani yangu nilipata 6. Basi paka hapo nikapata 6. Najaribu kupima tena, nadhani nilipata 6. Sana mtu akiwa mkubwa utapata 6, mtu akiwa mdogo utapata 5 au 4 kwenye kwapa. Hiyo itatusaidia kukata mikono. Okay, tuende kutoa shingo sasa. Ukitaka kutoa shingo nilitoa inchi zetu za off shoulder. Alafu nikafunga ile dati kwa sababu nitaunganishia kwa ile dati ya kwanza.
alafu nilishuka chini na 6. Sawa? Nilishuka na 6. Alafu nikajoin namna hiyo. Sasa nataka nikate. Nitazame vizuri vile nakata hizo dati zangu. Hivyo. 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 Hivyo kwapa yangu nimetoa. Basi. Sasa natakana iwe hivyo. Sasa tukikata ya nyuma tutaeka hivyo. Tuta overlap ndo tukate ya nyuma. Tunafunika zile dati alafu nitoe shingo yangu. Basi unaona ukipata kitu kama hii, hakikisha unaweka alama kwenye chini ya manyonyo. Unaona lazima uweke alama you notch kwa sababu itashonwa hivyo hivyo. Hivyo ndio itashonwa kwenye mashine na nusu inchi. Haya. Upande wa nyuma. Okay, kile kipande changu cha nyuma niliwaambia tofauti na ya mbele ni kuwa ina nusu inchi 1.5 ya zip kama vile ninavyoonyesha. Utachukua hiyo ya nyuma, ya mbele samahani, uwekelee namna hiyo, kumbuka zile za zip. Halafu hii nyingine uwekelee juu namna hiyo. Kana kwamba unaziba zile dati, sawa? Inatakana ikae namna hiyo. Unaona hizo line za chini ya manyonyo na kwa kiuno, na hiyo nyingine ni allowance chini ya kiuno. Unaona? Hizo line zikiambatana namna hiyo, ujue umepata. Yaani you are correct. Hivyo. Alafu uchukue rula yako. Okay, utachukua rula yako, utakoleza hizo alama. Sawa? Naweka na vipimo vyangu vya kifua, naweka naanza kushonea, natia alama hapo. Naanzia kwenye hiyo line. Unaona vile nakuonyesha, naanzia hapo. Hapo kwenye nashikilia hapo ndo naanza kuchukua vipimo vyangu. Usianzie kwenye ile zipu iko. No. Ongezeza kushonea imekuwa tu size na sawa sawa na ile yangu ya mbele. Sasa unanyosha tu line mpaka chini. Alafu nafanya kukopi. Na copy tu kama zile zingine na copy tu. Alafu nikitaka kukata nyuma nitashuka chini na inchi 3. Alafu nitanyosha paka hapo kwenye hiyo pointi. Unajua off shoulder tumetoa inchi 2, ukishuka chini na 3 inakuwa 5. Kwa hivyo upande wa nyuma iko na uwazi wa 5. Alafu nitakata. Nitatia alama kuonyesha hizo ndo sehemu zangu za zipu. Alafu nitatia alama hapo kwenye line ya kwapa. Alafu niweke line ya kiuno. Basi hivyo. Alafu niziondoe hizi, niziweke kando, nikoleze zile line, zitanisaidia kuweka dati. Kama kawaida tuliwaambia titi moja hadi titi nyingine, nikapata line yangu ya dati ambayo ni 8, nikagawa mara 2, nikapata 4, nikaongeza nusu inchi za kushonea. Sasa naweka pale nusu inchi huku kando na nusu inchi kando, alafu zote zinaunganika kwenye line ya kwapa hapo. Hiyo ni line ya kwapa. Kwa hivyo upande wa nyuma tunahitaji tu line ya kwapa na line ya kiuno, na kwa chini ya kiuno tumeongeza za kushonea ambazo niliweka inchi 2. Alafu ninaweka alama kwenye dati zangu penye ziko, vile naweka alama pia hivyo naweka pin ili nipende kukopi upande ule wa pili. Ile nikianza kushona nashika tu dati zangu penye ziko. Hapa najaribu kugawanya upande wa nyuma. Kumbuka nilikuwa nimekata kama zimeshikana na gawanya, lakini kama yako zishagawanyika tayari ni sawa, sio lazima ukate. Sasa nitagawanya namna hiyo ndio niwe na pande viwili kwa ajili ya zip. Unaona vile naekeleza upande wa mbele. Sawa, zikipishana hivyo kidogo, tunapishanisha vizuri hivyo. Ukipishana hivi kidogo inakuwa sawa sawa. Unajua yani uko sawa. Basi alafu naweza tu nachora tu kwenye ile line ya kwapa pale ilipokuwa inapita. Alafu nitakata. Shakata. Hivi ndivyo itakuwa inakaa. Sasa najaribu tu kupata dati zangu ni ngapi. Nafikiri hapa nilipata inchi 6 mpaka hapa. Usipime mpaka kwenye za kushonea kwa ajili ya mkono. Asanteni.